Yesu asifiwe sana. Nimefurahi kujumuika na nyie tena kwenye siku muhimu sana ya mzee wetu Bishop. Hakika safari haikuwa rahisi, lakini kwa sisi vijana tunaiona dira. Bwana asifiwe sana. Kwa maana vijana tunasema kwamba wazee wamepitwa na wakati, lakini kiukweli ni kwamba sisi ndio tumepitwa na wakati, kwa sababu kipindi wao walikuwepo sisi yamkini hatukuzaliwa. Walipoanza huduma sisi hatukuwepo kwenye huduma. Tupo kwenye huduma nao bado wapo kwenye huduma. Sasa ni nani aliyepitwa na wakati? Nawapenda sana. Unapofunga alafu unaanza upya, kuna upya unakuja. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna upya unakuja, Bwana atakutendea. Kwa hiyo kuna kitu ambacho nataka nikupe kama nafasi kwamba yeye tayari kwenye 20 amefunga, lakini wewe hujafika kule. Tunataka kufanya maombi ya impactation kwa watu wale ambao hujafikia pale. Labda utumishi bado unakusumbua, bado mwelekeo hujauona, bado kuna giza. Ndio tayari aliona giza, lakini Bwana alikuwa tu anamwangazia. Haleluya! Bado alikuwa tu anamwangazia. Nuru ilikuwa inakuja. Wakati mwingine kunakuwa giza, lakini Bwana anasema hawa watu walikuwa wanaishi chini ya giza miaka yao yote, lakini siku moja nuru iliwazukia, na Bwana alikuwa anamzukia na nuru yake. Na wewe inawezekana mahali ulipo pale unatamani kufika pale, kwamba Bwana, na mimi natamani siku moja nisimame nishuhudie uaminifu wako, kwa sababu Bwana mara nyingi yeye ni mwaminifu. Ni sisi tu tuna disappoint. Nataka siku moja na mimi nisimame niseme miaka 20 nimetembea na Bwana, na nitakaposema hivyo hata moyoni mwangu mwenyewe, kwa kweli hata malaika wanasema hakika huyu ni mwaminifu. Utapita mbele. Can I just make a special prayer for you? Kwa sababu hatuwezi kuja asijasema unakuja kuleta pesa. Ninasema unakuja for a special prayer, kwa sababu ninajua kwamba kuna wengine hata miaka 20 huduma hawajafika, au huko unaelekea, lakini kuna changamoto kubwa sana ambayo huko unaiona mpaka unaanza kufikiria wakati mwingine niache kabisa. Labda kuna baadhi ya vitu hujavielewa, kwa sababu wakati mwingine shetani huwa anafanya hivyo. Unajikuta kabisa kwamba anakuchanganya akili kiasi kwamba unasema basi ni Mungu sijaitwa, au kuna watu wanakuambia wewe hujaitwa, lakini mwenzetu Bwana amemfanyia hivi. Acha nikwambie vitu vya kiroho ni vitu vya ajabu sana. Kwa kanisani hatutoi pesa, hatutoi biskuti, tunawaombea watu tu. Kwa tunataka kufanya maombi. Mimi nafikiri ingekuwa ni desire ya kila mtu, lakini kwa sababu tunabadilisha mtu. Je, unaona kuna umuhimu na wewe wa kutembea na Mungu kufika pale ulipofika, kwa sababu watumishi wa Mungu wako hapa, kufika mahali alipofika na yeye? Unatamani na wewe Bwana afanye na wewe mambo makubwa kwenye huduma, mambo makubwa, sio kujenga tu makanisa, mambo makubwa hata kama unajenga, lakini mambo makubwa kwamba maintain your intimacy with God, your relationship, your friendship with God. Licha ya changamoto, licha ya giza, licha ya hali ngumu tunayopitia katika ulimwengu wetu. Haleluya. Miaka 20 imekuwa ni miaka ya changamoto, ya magumu, lakini miaka ambayo nimemwona Mungu kwa namna ambayo sijawahi kuona. Amen. Mungu alisema nami, na ninatamka kwamba sasa hivi ninakwenda kumiminwa. Vita vile vizuri nimevipiga, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Haleluya. Mke wangu amesimama na mimi na mama yangu mzazi na watoto wangu. Wanatambua niliwekewa sumu, mapafu yote yakawa yameharibika. Prophet Dr. Gimbo anafahamu hili. Na niliwekewa sumu kanisani.
Nisamehe, nikasonga mbele ndani ya miaka hiyo 20. Daktari aliniambia rudi nyumbani baada ya siku 7 njoo. Baada ya siku 7 nikaenda na mke wangu na mama. Daktari akasema una Mungu wewe, tulijua ndani ya siku 7 utakuwa umekufa. Nini kilichonifanya niendelee kusonga mbele? Ni imani tu kwa Mungu. Amen. Kwamba yuko Mungu na mtumikia. Shangilia Bwana. Haleluya. Mwaka jana 2025 nilitibiwa na madaktari 16 tofauti. Kila baada ya siku moja nilikuwa nakwenda hospitali. Nimefanya physiotherapy, lakini pia nimepiga na mionzi. Nilikuwa ninavaa lile dude la kuvaa shingoni kwa masaa 8 kila siku. Ninavaa nyumbani, ninalivua, ninatoka, watu wananiona niko sawa sawa tu. Sijawahi kuacha kumtumikia Mungu. Haleluya. Ninakwenda ninahubiri, lakini madaktari 16 ndani ya mwaka mmoja. Tarehe 26 nikaondoka kwa ajili ya kwenda kutumika. Mara baada ya Christmas wakanisindikiza familia, nikamwambia nakwenda kumtumikia Mungu. Sasa uko mbali na sisi itakuwaje? Nikasema niko mbali na nyinyi, lakini Mungu yuko karibu na mimi. Nilipofika Accra, Ghana, tarehe 31 nikapokea utimilifu wa uponyaji. Haleluya. Shangilia Bwana Yesu. Glory to God. Mungu ameniambia kipindi hichi cha miaka 20 ya majaribu, ya changamoto, ninakifunga kwa sababu ninajua sasa kwamba Yomalema Bernard unanipenda. Na siwezi kuacha kufunga kipindi hichi bila kuachia mantle ya imani, ili utembee katika imani. Nyakati zilizo nzuri tunahitaji imani, na nyakati zilizo mbaya tunahitaji imani. Ninaomba hii mantle yangu atatuongoza Apostle John Kapeta. This is my prayer shawl ambayo ninaitumia kila ninapokwenda faraga na Mungu. Nitapenda Apostle kama wataishika au kama watajifunika, iwe I need a sign, Holy Spirit. I need a sign, Holy Spirit. If you're ready to impart your people with this mantle, Wimbo wa pamoja. tuongoze wimbo wa kumwabudu Mungu. I need a sign, Holy Spirit.
nakusihi usikie sala na dua yangu hii Bwana. Ndani ya miaka 20 pale ambapo nilishindwa kuvuka, ninawaombea watumishi hao wavuke kwa jina la Yesu Kristo. Baba, uepushe na mateso na mahangaiko yote ambayo niliyapitia kwa miaka 20. Ninakusihi Baba katika jina la Yesu. We need your grace and favor. Neema yako Mungu ikawa juu yao. Oh yes, King of glory. Majina yao yakapata kwenda kusikika na kuvuma katika wema na ukuu wako Baba katika jina la Yesu. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. In Jesus. Hallelujah. I needed a sign. Receive in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Father, we thank you. Thank you, Jesus, for the divine protection during the journey with your servant. Thank you, Father. In the world of darkness, corrupted one, Father, you have been Jehovah Makadesh. You defended him in Jesus' name. Tumishi wa Mungu, skofu utakuja. Naomba tumishi wa Mungu tutakwenda kumwombea. Just kneel down. Hapa poliposimama tunyosha mikono wote kule. Kuna miaka 20 mipya ambayo inafunguliwa sasa hivi. This is a new chapter. Ukurasa mpya. You shall no longer live what you have lived the past 20 years. Yale ambayo Mungu alimtendea Enoch. Biblia inasema ya kwamba kwa sababu ya uaminifu wake, urafiki wake na Mungu, heshima yake na Mungu, Bwana akuruhusu yeye aonje mauti. Yale uliyoyaonja miaka iliyopita, kwa sababu umeonyesha uaminifu, Bwana asitaruhusu mauti katika jina la Yesu. You shall not die before your time. The Lord gonna change your enemies into your friends. They shall work in your favor. In the mighty name of Jesus. Tumwombee Bwana katika ukurasa mpya. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Jina lenye mamlaka. The name above all names. The name that protects. And during the day, during the night, you shall not be shaken. You shall not be shaken. No matter what shall surround you, the Lord shall stabilize you.
Yesu akutendee kwa dakika hizi katika jina la Yesu Kristo. Namkaribisha mama. Naomba mama aliyeolewa njoo haraka haraka. Na wewe tutakuja hapa kupiga magoti mbele ya mume wako, kwa sababu unajua kwamba hakuwa peke yake katika miaka hii. Amekuwa pamoja na wewe. Namwambia Bwana apate kunyosha mkono wake mara nyingine tena. Namwambia Bwana mara nyingine tena. Hebu tuatamkie Bwana awafanyie mara nyingine tena mema. Yale yote ambayo unayapanga kuyafanya kwa ajili ya utukufu wa Bwana yatimie katika jina la Yesu Kristo. You shall live for His glory. You shall live for the glory of the kingdom of God. Let the anointing of elevation come upon your life. Wisdom, prudence, in the mighty name of Jesus. We decree and we declare that you shall not die. Lord, mighty God shall use you as the hammer to break and to destroy the work of the devil in your ministries. The Lord shall empower you from the new chapter. I decree and declare refreshment in your life, in your ministry. Fresh anointing. Fresh anointing in the mighty name of Jesus. Almighty Lord Jesus. Hallelujah. Jesus name. Thanks Lord. Yes. Hakuna mwingine wanaofanya kazi pamoja na mtumishi. Nyinyi mtapiga magoti hapa mbele. Karibuni kwa pamoja. Wale wazee wa kanisa, wachungaji, mashemasi na waumini wote kwa ujumla, mtapiga magoti hapa chini. Alafu tutakuwa na maombi ya pamoja. Kwa heshima nilionayo mbele ya mtumishi wa Mungu Pastor Festo, ambaye ni mwenyekiti wetu wa CPCT katika wilaya ya Kinondoni, nitaomba nimpe microphone. Yeye ataomba na sisi wengine tutanyosha mikono juu ya watumishi. Hao watumishi wawili ni mtaombea wale watu pale. Bishop Kapeta pamoja na wengine tutaweka mikono juu ya pastor, juu ya Bishop Juma Lema kwa ajili ya mwanzo mpya wa huduma yake, kwa ajili ya mwanzo mpya wa agano lake na Mungu, na kwa ajili ya miaka mingine 20 kule mbele. Mungu ampe nguvu, Mungu amuinue katika maeneo matatu. Eneo la kwanza, Mungu amuinue katika upako. Eneo la pili, Mungu amuinue katika uchumi. Lakini eneo la tatu, Mungu ampe afya njema ili aweze fanya kazi hii kwa furaha. Baba, karibu na Mungu akubariki. Wewe utanyosha mikono. Na kule nyuma pia tunyoshe mikono kuelekea madhabahuni. Tuombe. Baba mkuu juu, tunao heshima kubwa kwa jinsi umemwita mtumishi wako Yohana. Tangu tumboni mwa mama yake ulimwandaa na kumtenga kwa majira kama haya. Ametumika miaka hii yote, ameoja ndani mbele zako kwa shukrani. Miaka 20 ya utumishi. Baba Mungu
Roho wa Bwana, 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 shukika uwezo wako juu yako, bariki huduma yako katika jina la Yesu. Asante Bwana, ninamshikamanisha na familia hii ambao ni wakuleta wote wa karibu. Bwana uwalinde wote, Bwana ubariki wote katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu, wainue Bwana, wasaidie Bwana, watetee Bwana, inua mioyo yao tena, nguvu zako Bwana, uwezo wako Bwana uwe pamoja nao, wape neema, wape nguvu, wape kibali, wape uwezo, wape mamlaka, wape upako maradufu, upako wa kuamsha milima, upako wa kuponya wagonjwa, mwanzo mpya katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na kwa nguvu ya msalaba wa Yesu Kristo, nguvu ya Golgotha, ninatangaza mwanzo mpya wa Bishop Jumalema Bernard. Ninatangaza mbele za Mungu na mbele zenu kwamba Mungu anampeleka juu sana. Mungu atamtumia kwa upako maradufu alio nao. Neema ya Bwana iko juu yake, yeye na familia yake na wote wanaotumika chini yake, na huduma yake na uchumi wake, vyote vinabarikiwa katika jina la Yesu. Piga makofi na vigelegele, sema amen. Mungu akubariki Bishop pamoja na familia. Asante sana, asante sana. Naomba watumishi wa kusalimia, kupatia mkono na kutamkia maneno ya baraka, na wote